Jamaa fulani ambaye pia alikuwa tu anatrend pale katika social media siku baada tu ya protest, baada tu ya kuweza kuiba nguo ya polisi na pia kuweza kupost pale katika mtandao wake wa TikTok. Kumbuke tu Kipchumba Murkomen alikuwa ameweza kusema tu ya kwamba watahakikisha kwamba wameweza kumpata, ambaye pia katika tu protest ni baadhi ya watu ambao pia waliweza kuibia polisi bunduki. Kuna wengine tu walikuwa wamechukua nguo za polisi wakati wa protest, na kuna wengine tu waliweza kuchoma police station na makosa ambaye pia huyo kijana ambaye pia ameweza kamatwa, makosa yake kubwa tu aliweza kupost pale katika mtandao wake wa TikTok. Kumbuka tu mara nyingi zaidi DCI tu wanatumia sana account za mtu kuweza kushika mtu wakati ambao pia ameweza kufanya makosa. Ukihakisha tu data basi ama tu ukiasha simu basi inakuwa rahisi DCI kudetect mahali yuko, anaona kujia mara moja. Na yeye pia alikuwa mmoja wa watu ambao ama vijana ambao pia walikuwa tu wamepost pale katika mtandao wake wa TikTok na ameweza kamatwa rasmi, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wanaendelea kumtetea pale katika social media, wengine tu wakisema tu ya kwamba pia yeye aliweza kufanya mchezo kwa sababu tu kuweza kuchukua nguo ya polisi kisha kupiga nao kurecord video na kuweza kutuma katika mtandao wa TikTok ni kitu ambacho pia ni very dangerous kabisa, kwa sababu kuna wengine pia the last time watu waliweza kuinvade parliament. Kuna watu ambao vijana ambao pia walikuwa ndani ya parliament ambao pia waliweza kurecord videos wakiwa ndani ya parliament, mpaka sasa hivi hajawahi julikana waliweza kuenda wapi, vitu ambao pia watu wengi tu zaidi wamekuwa wakiongelea tu pale katika mitandao za kijamii, kwa sababu ni vitu ambao pia watu wanashangaa vijana waliweza kuenda wapi. Na baada tu ya huyo kijana kuweza kupost hiyo video akiwa amevaa nguo ya polisi, watu wengi tu zaidi walikuwa wameweza kumuonya pale katika social media kwamba aweze kufuta hiyo post kabisa, ama aweze kufuta hiyo account yake kabisa, ili wasiweze kumtrack mahali yuko kabisa, kwa sababu ni kitu ambacho pia lazima tu polisi ongeza kumfuatilia, kwa sababu kuna baadhi ya bunduki zilipotea na pia tu kama kawaida kama vile tu police stations ziliweza kuchomwa, vitu ambao pia wamekuwa wakifuatilia pale katika social media ama kuweza kutrack moja mbili kuweza kujua kipi ambacho pia kiliweza kufanyika. Na watu wengi tu zaidi ama watu wanaendelea kutetea pale katika social media kuweza kuona kama ataweza kuachiliwa na serikali, kwa sababu serikali iliweza kusema tu kwamba ikiweza kupata mmoja wao itaweza kudeal na yeye ili aweze kuwa funzo kwa vijana wengine ambao pia wanajaribu kuweza kuvamia polisi ambao pia wako na bunduki, kwa sababu ni kitu ambacho pia ni hatari sana kwa mtu ambaye ana bunduki kuvamia mtu ambaye pia yuko na bunduki. Ni story ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana katika Udako 254. Naendelea kupatia story ambazo zina trend mitandaoni, na make sure umesubscribe channel ya kwetu. Alafu huyu ni Mafi Muskla. You know what? Yeah, this is it.